Kiacha shiringi, kuna mapenzi yanawatesa wengi chini ya jua. Unaweza fanya hata kila kitu ili akupende, ila kukupa nafasi tu haiwezekani. Amekuwa mpya. Hivyo unanitakia nini mimi? Shua. Unajua mke wangu, wewe mwenyewe unaona maisha ndani na siku ngapi. Mimi nilikuwa naomba hata kidogo na mimi nisafishe nyota. Maana nina hamu nikutane hata na wewe kimwili. Hivyo una akili kweli? Yaani bado unionee huruma mimi naumwa, bado unataka ukanitumie. Muangalie kwani hata aibu uone hiki kidevu kama mbuzi? Ashura, usitamke neno hilo. Kumbuka na mimi nimeshikwa muda mrefu. Muda mrefu kweli mke wangu. Unashindwa kunihurumia hata kidogo na mimi. Wewe endelea sana. Sasa nakupa siri moja. Toka hapa mlangoni nipite. Ashura, mimi ni mume wako. Na mimi kukutana naye kimwili ni haki yangu kabisa. Sasa unavyonifanyia hivyo, mimi nitapata wapi sasa? Ashura, niache. Hebu Ashura. Ashura. Toka hapa. Ashura, basi nipe hata mafuta basi niende nikapumzike chooni mimi. Nenda. Lakini Ashura unachonifanyia sio kizuri hicho. Kama sijaoa bwana.
Rom, Naam. toka nifunge ndoa mpaka sasa napitia wakati mgumu sana, tena sana. Kaka, maisha magumu, unaumia wakati wewe kijiji chote hiki unakifahamu, kila njia hiki kijiji unakifahamu. Unataka kuniambia ujui uingilie hapo utoke upate chakula upesa? Najua hujaingia kwenye maisha ya ndoa, lakini kwa wakati mgumu ninaopitia mimi, kama ungeingia hata kidogo, ungeona nateseka, napata shida. Ndugu yako nimeoa, lakini nimeoa hewa, nimeoa kivuli. Wakati mwingine hata tendo la ndoa mimi nakosa. Sasa nitakuwa nimeoa, nimeolewa, inaniuma wakati mwingine, mdogo wangu. Brother, siku zote kwenye mahusiano ya mapenzi hakunaga ushauri, ila mimi cha kukwambia wewe, labda uweze kuondoka nacho kutoka kwa mimi mdogo wako, ni kwamba maamuzi sahihi unayo wewe kichwani mwako. Yaani unashindwa kutia mguu kunishauri mimi ni ndugu yako? Ingekuwa zama zamani, ninapokufa mimi wewe unamlisi mke wangu. Wapi unaposhindwa kunishauri hapo? Wewe mwanaume, na ndio maana nimekuita hapa. Siwezi kwenda kwa mama kumuelekeza mambo kama haya. Wewe una haki ya kunishauri. Mimi ni kakaako. Alafu sina ushujaa. Lakini mimi na imani hujatuliza kichwa chako. Ukituliza kichwa chako, ukituliza akili, unaweza kuchanganua na ukapata jibu lililo sahihi. Brother, kaa, tulia. Tuliza akili. Utapata maamuzi yaliyokuwa sahihi na ni bora zaidi kuliko hivi ulivyo. Nimekuelewa Rom. Tuachane na masuala kama hayo. Haya. Vipi? Ndio umerudi moja kwa moja au umekuja kupasti time? Vipi? Mbona ulikuwa hapa ghafla? Ulikuwa kwenye tali, bado kidogo ufe. Nimekusaidia na sitoishia hapa, nitaendelea kukusaidia. Cha kufanya hapa, toka kachukua vitu vyako, njoo navyo mgaani. Tutaenda nyumbani, tutaendelea kuzungumza. Nahitaji kukusaidia na ndio maana nafanya hivi. Gamba. Vizuri sana. Vizuri sana. Karibu. Mkuu, nimekuletea chakula cha mchana. Gamba bwana. Vizuri sana. Anaonekana na mafuta mengi sana. Umefanya kazi nzuri.
Wewe una simu mbili? Hapana, sina simu mbili. Na hii? Hiyo simu kipindi natoka dukani nilipitia pale maeneo ya kwa kina Mapete, njiani tu akanikuta, aliniita, Ashura, naomba nipelekee simu yangu chaji. Nikaichukua, baada ya kufika nyumbani nimeisahau ndani. Wewe mke wake paka kutume? Hapana Asali, mimi sio mke wake. Hapo ulipotoka wewe na kwa Mapete mbona mbali kabisa? Paka umefika imekuwaje? Kwani Asali, ile si njia? Yaani niwe nazunguka huko na ukaza njia mkatizo ni hapa tu na mimi nafika nyumbani kweli? Sasa hii naipeleka mimi kwa Mapete. Hapana Asali, acha nipeleke mimi mwenyewe. Wewe Asali ataenda kumfanya nini Mapete? Naye kwa nini aliacha simu ndani? Karibu sana kakaangu. Hapa ni nyumbani kwangu. Kwa bahati mbaya na chumba kimoja tu. Ila tutaishi ili kukusaidia jambo lako na utafanikiwa. Dadangu, kwanza mimi nikutoe hofu. Cha kwanza ni kushukuru kwa huu msaada ulionipa. Ni mkubwa sana. Hebu jiulize, kwenye hiki kijiji kuna watu wangapi hawakunisaidia? Kwa nini wewe? Pia dadangu, Waswahili wanasema usipolizika na kidogo hata upate kikubwa uliziki dadangu. Kwa hiyo mimi nikutoe shaka dada. Hapo padogo. Kama wewe mwenyewe ulijizatiti utanisaidia kwa hapo padogo. Kwa nini mimi eti nimsaidiwa nisilizike na hiyo? Kwa hiyo utalala kitandani, nitalala chini. Mradi mambo yangu nilichofuata kitimie. Kwa hiyo dadangu, nikutoe shaka kwenye hilo. Sawa, nimekuelewa. Ila kwenye kijiji hiki kuna maadui wengi sana. Na ndio maana pale mwanzo nimekuokoa. Naomba uwe makini. Dadangu, mimi sidhani kama nina nyongeza zaidi ya neno asante. Mwanangu Asali yao. Mbona unalia? Tena shida ile upepo ni kubwa sana. Yaani mimi nashindwa kuelewa. Niambie sasa mwanangu. Simu ya mwanaume nyumbani kwangu imefuata nini? Na ilikuwaje? Hatuna umeme, hatuna sola kusema tunachajisha. Lakini nimekuta simu ya mwanaume chumbani kwangu. Afu mke wangu ananiambia kapita kwa mpumbavu tu, sijui kampa simu akachaji. Yaani katumwa naye mtu mwenyewe aliponielekeza na sehemu mwenyewe alipotumwa. Haya, baada haya kutokea, umechukua maamuzi gani mwanangu? Mama, mimi nilichokiamua nampelekea tu mwanaume wake ile simu. Sawa. Labda nikwambie kitu kimoja. Unavompelekea huyo mwenye simu yake,
usije ukagombana naye. Yaani usilete itilafu yoyote kati ya wewe na yeye. Labda mke wako aliomba simu aongee tu na ndugu zake. Na pia usipende kumhukumu mtu. Unaweza ukamhukumu mtu pasipo na hatia. Hebu jaribu kukaa, fuatilia. Kaa na mke wako. Panga sheria zako, mkubaliane. La sivyo mke atakushinda mwanangu. Ila usigombane na huyu mwenye simu. Haya, mimi nimekuelewa. Mimi nimekuelewa. Kwa vile ushasema mama, mimi nimekuelewa. Mimi si mwanao. Haya mwanangu, sasa acha mimi niende huko nikamwone Mama Noli. Kitakachojiri utaniambia mwanangu. Sawa mama. Haya. Mbona tunatishana? Mimi sijaja kukaa sasa hivi. Kaa chini sasa. Mambo nisikie basi. Sasa hujaja kukaa, umekuja kwangu kweli? Kaa kwanza chini, mambo mengine yanajiri. Sasa unaniambia ukiwa umesimama kweli ndio itakuwa hivi sasa hivi. Mambo nisikie. Sawa, nakuomba kaa. Mapete, ujio wangu hapa wala sijaja kukaa. Ila nimekuja kukupa taarifa. Taarifa? Taarifa gani? Asali yao amerudi. Baada ya kuingia ndani kaikuta simu. Kwa hiyo kumbe simu yako uliacha ndani mwangu. Simu yangu? Ndio umesahau simu yangu. Mimi najua simu ipo ndani. Kumbe simu nimesahau kwako. Sasa mbona hujanikumbusha? Basi umeileta? Nileta na ukasahau asali yao alivyorudi kachukua simu. Ha? Na tena nikupe habari. Kaichukua simu akaja kaniambiaje naipeleka kwa Mapete. Nikamwambia naiomba simu niipeleke mwenyewe. Akasema sikupi simu naipeleka mimi. Sasa akija hapa Asali, naomba usimjibu chochote na wala sitaki ujibizane naye wala upigane naye na wala ukamjibu shiti. Mimi namuweza. Kazi yote niachie mimi. Na mimi ndio kuimaliza. Sijui umenielewa? Lakini ujue usichukulie kawaida. Wewe yule mume wa ndoa ujue. Sasa hizo habari tena hizo kwangu tena itakuwaje tena? Habari ya ndoa, simu na mapenzi meingiliani? Nimekuja kukuletea taarifa hii. Acha niende, maana sije tukafumana hapa. Kiacha shiringi, kuna mapenzi yanawatesa wengi chini ya jua. Unaweza fanya hata kila kitu ili akupende, ila kukupa nafasi tu haiwezekani. Paka unasiana moyo chuma ama ni nani yeye? Ataoni haya ninayoyafanya mimi. Whoa.